Yes, mahakama ya Mkinga ambayo imemhukumu ambaye huyu jamaa anafahamika kwa jina la Waziri Idi Kassim mwenye umri wa miaka 35 ambaye ni mkazi wa kijiji cha Mavovo kata ya Bwiti wilayani Mkinga kifungo cha miaka 30 jela mara baada ya kuweza kupatikana na hatia ya kosa la kuzini na mtoto wake wa kumzaa mwenye umri wa miaka 9. Oh shit, miaka 9 mtoto, alafu pia ni mtoto wa kumzaa, halafu ameweza kuzini naye. So ameweza kuhukumiwa kifungo cha miaka 30 jela. Huyu ilibidi apigwe kifungo cha maisha kabisa. Bana, hukumu hiyo imeweza kutolewa na hakimu mkazi mwandamizi Lukengelo Lamek Deda, ambaye pia alieleza kuwa ushahidi uliowasilishwa na upande wa mashtaka ulikuwa wa kutosha kuthibitisha hatia ya mshtakiwa bila kuacha shaka yoyote. Taarifa zinaendelea kusema kuwa akitoa adhabu hiyo, Dede ameeleza kuwa hiyo itakuwa ni fundisho kwa mshtakiwa pamoja na watu wengine wanaoendelea na makosa ya namna hiyo au yanayofanana na hayo. Ameongeza kuwa kwamba mshtakiwa alikuwa na wajibu wa kuweza kumlinda mtoto wake dhidi ya vitendo vya ukatili. Cha kushangaza, yeye amegeuka kuwa mkatili kwa mwanae, jambo ambalo halikubaliki katika jamii. Moja kati ya vitu ambavyo pia ni vya kusikitisha lakini pia ni vya kuhuzunisha zaidi ni hiki hapa. Imagine mtoto na miaka 9 tu, alafu pia ni bora hata angekuwa ni wa wapi huko, lakini ni mtoto wa kumzaa mwenyewe akaamua kuweza kuuzini au kuweza tunaweza tukasema huo ni ukatili, kwa sababu anaweza kumfanyia ukatili mtoto wake wa kumzaa mwenyewe. Matukio haya yamekuwa yakitokea kwa sio mara nyingi sana, lakini imekuwa kuna baadhi ya Watanzania wengi sana wamekuwa wakiyafanya matukio ya namna hii. So mshikaji ameweza kuhukumiwa kifungo cha miaka 30 kwa mujibu wa sheria ambazo zimeweza kufuatwa mpaka yeye kuweza kufikia hukumu hiyo, ambaye anafahamika kwa jina la Waziri Idi Kassim mwenye umri wa miaka 35 ambaye yeye ni mkazi wa kijiji cha Mavoko kata ya Bwiti wilayani Mkinga. Bana, noma sana. Yapi maoni yako kuhusiana na watu kama hawa? Imagine mtoto wa kumzaa mwenyewe then unakuwa mfanyia vitendo vya kikatili kwa namna hii. Kwa wewe comment yako inakuwa ni ipi kwa kifungo ambacho amepewa? Ni sahihi kuweza kufungwa miaka 30 au ilitakiwa kidogo aweze kuongezewa adhabu ili watu wengi waendelee kujifunza? Endelea kudrop comment yako hapo bila kusahau kusubscribe channel yetu na kulike, kucomment, utakometisha kinoma noma.